nilipokuwa ninaangalia maisha yale tunaishi usiku wa leo, niliweza kugundua kwamba maombi haya ambayo Jabez aliomba ndio maombi yale watu wanaomba usiku wa leo. Na wakati kama huu, ni miaka mingi ambayo imepita tangu Jabezi alipoomba, lakini yale maombi aliyoyaomba hayo ndio maombi hata wakati kama huu watu wengi wanayaomba. Na kwa hivyo kile ambacho nataka kukufanya ni kwamba nataka kukuletea awareness, nataka tu kukufahamisha na kukujulisha maombi yale ambayo aliweza kuyaomba na vile kulivyofanyika baada ya maombi yake. Na kwa hivyo nakukaribisha sana mahala popote ulipo. Unaweza ukaniambia mahala ulipo, just comment, just like, na nitaweza kuappreciate sana katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo jioni ya leo nataka kusoma neno la Bwana, na hilo neno nimekuwekea hapo katika hiyo streaming live katika kitabu cha First Chronicles chapter 4 verses number 9. Tutasoma kuanzia mstari wa 9. First Chronicles chapter 4 verses number 9. Tutasoma 9 mpaka 10, alafu nikupatia haya mambo matano ambayo Jabez aliweza kuomba, alafu kisha nitaweza kuachia ndio uweze ukarare, kwa sababu ni usiku na inajua pengine umechoka kwa sababu ya shughuli za siku, lakini naamini ya kwamba kabla ujumbe huu kufika mwisho utaona sababu haswa, you will have the full reason kwa nini ulisikiza, kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo I appreciate those who are watching. I can see Mr. Patrick Njiro. Oh my brother, thank you for watching. May God bless you. Umesema amen and unasema you are tuned. Welcome in the name of Jesus Christ. So nawakaribisha sana, na naamini ya kwamba neno hili litaweza kuwa la baraka siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tu kuweza kukushirikisha neno hili ambalo nimekuambia liko kwenye kitabu cha Jabezu. I mean First Chronicles chapter 4 verses number 9 to 10. Nasema, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cost, and that thy hand might be with me, and thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Hili ni ombi la mtu anaitwa Jabez. Na Jabez, ombi hili ambalo anaomba, it's a very powerful prayer. Wakati mtu anaweza akaomba ombi hili akiwa na full understanding ya lile ombi ambalo analiomba. Jabez aliomba na pointi 5 alipofika mbele za Bwana. Na maandiko yanatangulia kwa kusema ya kwamba Jabez was more honorable more than his brothers. He was more honorable more than all his brothers. Hii ni kumaanisha kwamba Jabez wakati ambapo anaenda kuomba mbele za Mungu, haendi kuomba kwa sababu alikuwa desperate, haendi kuomba kwa sababu hana jina tu, haendi kuomba kwa sababu tu amesongwa na mambo, kwa sababu kusikia kwamba he was more honorable more than all his brothers, it was enough reason for him to settle, it was enough reason for him to relax na kuona kana kwamba amefika. Lakini usiku wa leo ningependa kukwambia kwamba Jabez alipoangalia maisha yake aliweza kuelewa ya kwamba ijapokuwa naitwa mheshimiwa, ijapokuwa naheshimiwa kuliko ndugu zangu wote, lakini kuna kitu ambacho sina. Na kwa hivyo kitu cha kwanza, ombi la kwanza ambazo Jabez waliweza kuomba ni kuhusu jina lake. You know the meaning of the word Jabez, the name Jabez inamaanisha ya kwamba Jabez means sorrow, inamaanisha kuugua, inamaanisha sorrow, inamaanisha being sad, inamaanisha pain. Maandiko yanasema ya kwamba wakati mama yake alipokuwa anamzaa, kwa sababu alimzaa kwa uchungu, kwa sababu alimzaa pengine kupitia situation fulani ambayo pengine alipitia kama mwanamke, kulingana na vile alipitia ile hali, alipokuwa anajapatia mtoto wake jina, alimpatia jina kulingana na process ile ambayo alipitia alipokuwa mjamzito. Na kwa hivyo maandiko yanasema the mother called the son Jabez with the full realization ya kwamba I'm calling him Jabez because I went through pain, I went through sorrow, I went through hard times. Na kwa hivyo singemuita Jabez any other name because Jabez did not bring any happiness to my life. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuanzia day 1 alipomconceive Jabez, kwenda miezi 9 process ya kukaa katika tumbo mpaka alizaliwa, kuna situation huyu mwanamke alipitia, na zile hali ambazo alizipitia ziliweza kumsababisha kuwa na uchungu kiwango kwamba alipopata mtoto badala ya kufurahia, maandiko anasema alimuita uchungu. He called Jabez pain because Jabez inamaanisha sorrow. Na kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho Jabez alienda mbele za Bwana kuomba ni kwamba, oh God,
I pray that you may change my name, ya kwamba ubadilishe jina langu. Usiku wa leo najua naongea na watu ambao pia kuna majina wameitwa, majina yanayomaanisha aibu, majina yanayomaanisha uchungu, majina yanayomaanisha usiku, majina yanayomaanisha uzito. Lakini usiku wa leo ningependa uweze kuelewa ya kwamba the prayer of Jabez number 1 was, oh God, may you change my name. Na kwa hivyo usiku wa leo ningependa uweze kuelewa ya kwamba there is power in the name. This man japokuwa alikuwa more honorable, nadhani alipoangalia maisha yake aliweza kuangalia maisha yake na akaona maisha yake kuna vitu vingi ambayo haiko na ilikuwa anaadhiriwa na jina lake. Lakini maandiko anasema, namwambia Bwana, Bwana, libadilishe jina langu. Na kwa hivyo usiku wa leo ningependa ya kwamba tunapotumia maombi ya Jabezu tumwambie Bwana ya kwamba tupatie jina jipya, tubadilishie majina yetu. Pengine majina ambayo tumeitwa ni majina ya aibu, majina ambayo tumeitwa ni majina hayapendeki, majina ambayo tumeitwa ni majina hayatamaniki. Lakini usiku wa leo kwa jina la Yesu natangaza tunapokea jina jipya kutoka katika kinywa cha Bwana. Maandiko anasema wakati Mungu alimuita Ibrahim alikuwa anaitwa Abraham. Abraham ilikuwa inamaanisha barren, tasa. Abraham ilikuwa inamaanisha a man without a child, a man without a family, because when you don't have a child, you don't have hauna watu wa kukuridhi, hauna lineage, hauna watu wanaoweza kurudisha jina lako. Kwa hivyo Abraham, jina Abraham ilikuwa inamaanisha barren. Lakini maandiko anasema ya kwamba wakati Mungu aliangalia Ibrahim na akamuita na akakubali mwito wake, kitu cha kwanza alimbadilisha ni jina. Na maandiko anasema mke wake alikuwa anaitwa Sarai, but the Bible says, the book of Genesis, ya kwamba Mungu anamwambia Ibrahim, from now you will not be called Abraham anymore, because you are not a childless, you are a father of many nations. From now you will not be called a barren, from now you will be called Ibrahim. Ibrahim inamaanisha a blessed man, Ibrahim inamaanisha expanded man, Ibrahim inamaanisha mtu ambaye amefanikiwa, a man with a great family, a man with a child. So Mungu anamwambia, you shall never be called again Abraham, but you will be called Ibrahim. Your wife shall never be called Sarai. Your wife shall be called Sarah. Why? Because wakati Mungu anaanza kusaidia maisha ya mtu, wakati mtu anakuwa na desire ya kubadilishiwa jina, kuna Mungu hubadilisha majina. Na usiku wa leo nimekuja kukuambia one prayer that Jabez prayed, oh my Father, may you change my name. I have come to speak to you ambaye unanitazama, nikwambie there is God who gives people new name in the mighty name of Jesus. Kuna mtu mwingine katika Biblia alikuwa anaitwa Saul, ambaye alikuwa anaua watumishi wa Mungu, lakini maandiko yanasema alipokutana na Yesu, Yesu akamwambia utaitwa Sauli tena, lakini utaitwa Paulo. Wakati jina lako linabadilishwa, there is a big change, there is a big transformation, there is something big that you can do, because your name inaweza ikakufunga. Lakini usiku wa leo kama Jabez alivyosema, oh God, may you change my name, because my name means pain, because my name means sorrow, because my name means pain. But I declare ya kwamba namwambia my Father, may you change my name. Nimekuja kukuambia usiku wa leo, may God change your name, may God change the name of your family, may God change the name of your business in the mighty name of Jesus. Kuna watu wameshushwa, kuna watu wamewekwa chini na the power of their names. So maandiko anasema, Mungu anamwambia Ibrahim, you shall not be called again Abraham, but your name shall be Ibrahim, because you are a father of many nations. Your wife shall not be called again Sarai, but your wife shall be called Sarah, because she will conceive, because she will bear further generations and families of the other. I have come to speak to you tonight. Nikwambie kama Jabezu alivyoomba, Bwana badilisha jina langu. Natangaza usiku wa leo, Bwana akubadilishie jina. Kuna uwezekano mahala wanaishi wanakujua kama omba, wanakujua kama abega, wanakujua kama mtu asiyejiweza, wanakujua kama mtu ambaye ni wa aibu. Nimekuja kukutangazia usiku wa leo, the prayer of Jabez number 1 lilikuwa, oh God, may you change my name, even thou are more honorable. Alikuwa mheshimiwa, but the honorable name did not change his name. Alikuwa anaitwa honorable lakini ana uchungu, alikuwa anaitwa honorable lakini jina lake ni sorrow. I have come to speak to you tonight. Nikwambie there is God who gives people new names in the mighty name of Jesus. The Bible says, the book of Isaiah 62 verses number 1, for Jerusalem's sake I shall not be silent until the righteousness of God is seen upon my life, until when I receive the new name that the name of the Lord shall say. Nimekuja kukwambia usiku wa leo, you shall not settle unless your name is changed in the mighty name of Jesus. Kuna watu walibadilishiwa majina. Nimekuambia Ibrahim alikuwa anaitwa Abraham,
Abraham. Mungu akamuita Ibrahim akamwambia your name, you are Abraham, inamaanisha childless. Abraham inamaanisha barren. Abraham inamaanisha father without a generation. But because now I will make you a father of many nations, your name shall not be Abraham, but your name shall be Ibrahim. I have come to speak tonight. Nikwambia your name, even thou ni jina inamaanisha uchungu. There is God who can change your name and give you another name in the mighty name of Jesus Christ. So maandiko anasema Mungu anaambia Jabez, anaambia Mungu nibadilishie jina langu. Usiku wa leo Mungu akubadilishie jina katika jina la Yesu. You know, people call you according to what they think you are. Watu wanakuita kulingana na vile wanajua ulivyo. Kama wanajua hawana uwezo, kuna watu pengine ukichukua simu zao siku ya leo vile wamekuseva ni majina ambayo hauwezi ukapenda. Lakini nimekuja kukuambia usiku wa leo, the prayer of Jabez, may my God change my name. I shall not be called delay. Nimechelewa. They say that I'm late. They say that I'm delayed. But my name shall not be called delay, because I shall receive a new name that proceeds from the mouth of God in the mighty name of Jesus. May God give your family a new name. May God give your business a new name. May God give your marriage a new name. Wakati watu wanataka kuwa encouraged for the marriage, they look for your advice, because God will change your name in the name of Jesus. Mungu alibadilisha majina. Alibadilishia Ibrahim, akabadilishia mke wake Sara. Alikuwa anaitwa Sarai, akaanza kuitwa Sara. Akabadilishia Saul, alikuwa anaitwa Sauli, akaanza kuitwa Paul. Sasa Jabez na yeye ndio huyu amekuja na jina linamaanisha uchungu, jina linamaanisha aibu, lakini Mungu anabadilisha, anaondoa aibu, anaondoa kicheko, anaondoa dhihaka, anaondoa madharau usiku wa leo katika jina la Yesu. May you receive the new name. May you receive the new name. May you receive a new name. May you receive a new name in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. So that's the prayer. Number one about Jabez. Prayer number two. Prayer number two. The prayer of Jabez. Number one, change my name. May that be your prayer tonight. Nimekuambia ile maombi Jabez waliomba ndio maombi mpaka leo watu wanaomba. Without realizing this is the prayer that Jabez prayed. Now unaweza, you know, there is no second hand prayer. There is no second hand prayer. You can pray as long as you are praying in spirit. The moment you pray in spirit, even though you repeat the same words ambazo zimewahi kunenwa, there is no second hand prayer. Maombi yote ni mapya. Every prayer is new. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo, do not feel pain when you are praying. Pray thinking and believing that you are praying a new prayer. You are praying a prayer that had never been prayed, because there is no second hand prayer in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo lazima tuombe ya kwamba Mungu tubadilishie jina, tuondolee aibu, tumechekwa, tumedharauliwa, tumekosewa heshima, wanasema hatuwezi. Bwana, badilisha jina langu. Bwana akubadilishie jina usiku wa leo katika jina la Yesu. Akupatie jina lingine, jina la furaha, jina la kusherehekewa, jina la amani in the name of Jesus. Maandiko yanasema the Gentile shall see your glory. Gentiles shall see your rightening, and they shall come near to your right, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. So number two prayer that Jabez prayed. Nimekwambia number one, Bwana badilisha jina langu, because Jabez ilikuwa inamaanisha sorrow. Number two, oh that you would bless me. Ya kwamba Bwana nataka unibariki. Usiku wa leo nimekuja kukuambia, mwambie Mungu akubariki. Maandiko yanasema the blessings of the Lord does not add sorrow in it. Baraka za Mungu hazina majuto. Baraka za Mungu hazina uchungu. Baraka za Mungu hazina machozi. Mungu akikubariki amekubariki. Jabez akaelewa ya kwamba Mungu akinibariki, I will enjoy every blessing ambayo Mungu ananipatia. Usiku wa leo natangaza ya kwamba Mungu akubariki. Mungu akupanulie mipaka. You know, blessings inamaanisha expansion. Blessings inamaanisha kupanuka, inamaanisha kuenea, inamaanisha kupata. You may be blessed. I have come to declare tonight in the name of Jesus, as Jabez prayed, that, oh God, you may bless me. I have come to tell you tonight that you may need to pray and tell God, my Father, I pray that you may bless me in the name of Jesus. God calls us for blessings. Na baraka za Mungu hazina majuto. Unajua the other blessings ambazo ni za ulimwengu, za uganga, za uchawi, za devil worshiping, they are costly. Very costly. Kuna wengine ambao mpaka wanaitishwa watoto.
because they are very costly and they are not there to endure forever. The blessings of God does not add the sorrow in it. Baraka za Mungu zinaachiwa vizazi na vizazi. Na kwa hivyo usiku wa leo kwa jina la Yesu natangaza ya kwamba Mungu akufanikishe kama Jabez alivyosema ya kwamba Bwana unibariki, ya kwamba Bwana unipanue, ya kwamba Bwana unitendee wema katika jina la Yesu. That's prayer number 2, that oh God you may bless me. Mungu unibariki usiku wa leo kama jinsi ambavyo mwimbaji anaimba, anasema Bwana nibarikie kazi yangu, Bwana nibarikie ndoa yangu, Bwana nibarikie kazi wanafanya, Bwana nibarikie watoto wangu hawatakuwa huzuni, watoto wangu watakuwa ni furaha, watoto wangu hawatakuwa ishara ya maswali, watoto wangu watakuwa ni ishara ya majibu. In the name of Jesus, your children shall not be the questions, but your children shall be the answer. In the mighty name of Jesus, I pray that may God bless your children, may God bless your business, may God bless your worker in the name of Jesus. Kama jinsi wakati mwingine nilikwambia ya kwamba God rejoices to see the success of his people, I declare tonight in the name of Jesus, may God rejoice to bless you. May God have pressure in blessing you. So Jabez anasema ya kwamba Bwana unibariki usiku wa leo. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Bwana hata nami unibariki katika jina la Yesu. Utajiri wa mavazi, utajiri wa ng'ombe, utajiri wa magari, utajiri wa mashamba, utajiri wa afya njema, utajiri wa akili njema, baraka, the blessings. Because baraka imaanishi one side. Baraka inamaanisha kuwa na balance. Ukienda kwa mashamba uko na mimea, ukienda kwa mifugo uko na ng'ombe, uko na mbuzi, uko na kondoo. The blessings of God does not add any sorrow in it. Na kwa hivyo Mungu akubariki na Mungu akufanikishe katika jina la Yesu. That's the second prayer that Jabez prayed. Ya kwamba Bwana unibariki, ubariki mifugo yangu, ubariki kazi yangu, ubariki biashara yangu, ubariki familia, ubariki watoto. May it be your prayer tonight in the name of Jesus. Mwambie Bwana, my Father, may you bless me in the name of Jesus Christ. Wacha nikwambie, when you are blessed, the people that you see they reject you, the people that you see they mock you, I have come to tell you tonight, when you are blessed they will associate. The blessings attract so many people. You will attract people because of the blessings ambazo Mungu anaachilia kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Hakuna mtu anadharau baraka. No one who hates blessings. Na kwa hivyo usiku wa leo, I declare the blessings of God upon your life in the mighty name of Jesus. So number 2, ya kwamba Mungu nibariki. Halafu anasema number 3, inasema enlarge my territories. Nipanulie mipaka. You know, we are working in the days wakati watu wamewekewa boundaries. Ya kwamba you try, you work hard, but there's some boundaries ambazo zimewekwa. Unajaribu kutia bidii, unajaribu kubadilisha biashara. Nimeona watu wamebadilisha biashara 10 kwa mwaka moja. Mtu anafanya biashara ya maji, baada ya miezi 3 anabadilisha, anaweka kibanda. Baada ya mwezi mmoja anabadilisha, anaanza kufanya kazi ya malimali. Baada ya miezi 2 anabadilisha, anaanza kufanya kazi ya kuandikwa. Baada ya miezi 3 anabadilisha. There's some people who change the businesses, but they don't understand. Ni Mungu hupanua mipaka. So maandiko anasema, Jabez anamwambia ya kwamba may you enlarge my territory. You know, when God enlarges your territory, it doesn't, whatever you touch with your hands will be blessed. Chochote mikono yako inaguza lazima kifanikiwe, lazima kienee, lazima kiende mbali. Why? Because baraka za Mungu zinapanua mtu. Maandiko yanasema in the book of Isaiah 54 ya kwamba sing o barren, imba wewe uliyetasa, wewe ambaye hauna watoto, wewe ambao hujakuwa na uchungu wa kuzaa, wewe ambao uchungu, wewe ambao hujaolewa. Maandiko yanasema in the book of Isaiah, sing o barren, enlarge your territory, enlarge the praise of your tents. I have come to tell you tonight, may you enlarge the territory, may you enlarge your tents in the mighty name of Jesus. Ndugaikale hema inesha kwenyara la regi. Wacha kukaa katika hema za kujidharau. Wacha kukaa katika hema za kujidharau. Anza kuamini kile Mungu ananena na maisha yako lazima kitendeke, lazima kitimirike. So Jabez anamwambia the prayer number 3, maandiko anasema, anamwambia may you my Father enlarge my territory. Na nimekuambia hii inasema ya kwamba sing o barren. Who is a barren? Ni mtu ambaye hana wana, ni mtu ambaye hajafanikiwa, ni mtu ambaye hajui what is success, ni mtu hajui how to do things. But I have come to tell you tonight, even though you are a
are barren, may you sing for joy, because my Father and God is coming to make a way for you. In the name of Jesus, He makes ways where seems to be no way. He brings up rivers in wilderness, in desert, in the name of Jesus. Ya kwamba Bwana, nipanulie mipaka. Natangaza Mungu anatupanulia mipaka usiku wa leo. Kuna watu Mungu anapanulia mipaka ya biashara. Kuna watu Mungu anapanulia mipaka ya masomo. Oh, in the name of Jesus Christ. Unaweza kuwa you are so local, but you can go international. Wakati Mungu amepanua mipaka. Mungu akipanua mipaka, unapata visa kwa wepesi. Unapata utajiri kwa wepesi. Because the boundaries have been taken away. Hii ni kusema, sijui kama umeona mtu ambaye amenunua a certain land na amewekewa beacons. Beacons ni mahali shamba lako limefika. Hauwezi ukaenda zaidi ya pale. Sasa ni kama anaambia Mungu, oh God, remove the beacons, ondoa mipaka yangu. Di miaka inonine mihaka, nigetha hetoke thie makiria. Usiku leo natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu akuondolee mipaka yako. May He make you enlarge. May you enlarge you. In the mighty name of Jesus. That's prayer number 3 about Jabez. Ya kwamba Bwana, nipanulie mipaka yangu. Usiku leo natangaza kuna watu Mungu anapanulia mipaka yao katika jina la Yesu. Utapanuka upande wa kushoto, utapanuka upande wa kulia, utapanuka upande wa mbele, utapanuka upande wa nyuma. Yaani wewe utakuwa pande zote. Umefaulu kwa sababu unapanuka pande zote katika jina la Yesu. Maneno ya kupanuka upande mmoja ninatangaza usiku wa leo. May you have a spiritual balance. Ya kwamba utapanuka in both sides in the mighty name of Jesus. Tukienda kwa biashara umebarikiwa, tukienda kwa jamii uko na amani, tukienda kwa watoto wanasoma vizuri, tukienda kwa your parents they are good in good health, tukienda kwa mifugo wako wanazaana, tukienda kwa ng'ombe wanatoa maziwa, tukienda kwa buzi ni mapacha, because God when He enlarges you, mpaka kwa mashamba mimea inaelewa sauti ya mtu ambaye Mungu amepanua. Let me tell you, Mungu apanuangi mashamba, anapanuanga mtu. Akipanua mtu shamba linapanuka, akipanua mtu kanisa linapanuka, akipanua mtu biashara inafanikiwa. May God enlarge you tonight in the name of Jesus. That's prayer number 3. Ya kwamba my Father, nipanulie mipaka. Choka na mahali ulipo, choka na kustruggle, choka na kung'ang'ana. Ambia Mungu, jarameria hema. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. We are still learning about the prayer of Jabez. Ihoya lea Jabez. Number 4. Inasema that your hand will be with me. Mkono wako Bwana uwe juu yangu. That's number 4, the prayer of Jabez. That your hand may go with me. Goko kwa Jehova kwewera ine, maundu mothe marogamaga, uona makobe ikarogama, ciathikire guoko kwa Ngai. Ya kwamba Bwana, usiwache mkono wako uniondoke. You know, Jabez alipokuwa anaangalia maisha yake, aliweza kuangalia na kuona kuna watu Mungu anapanuanga, kuna watu Mungu ubariki, kuna watu Mungu ubadilishia majina, lakini mkono wa Mungu unatoka juu yao. Sasa namwambia Mungu, utakaponibadilishia jina number 1, utakaponibariki, utakaponipanulia mipaka number 4, my Father, usiondoe mkono wako juu yangu. Na ndio maana Daudi alisema ya kwamba I shall dwell in the house of the Lord forever and ever, all the days of my life. I have come to speak to you tonight. This is the prayer of Jabez. Anasema Bwana, usiondoe mkono wako. Mkono wako nikiwa nao, your hand shall protect me, your hand shall guide me, your hand shall fight my battles. Unajua mkono unasimamia mambo mengi. Mkono unasimamia dominion. Mtu ambaye akona mikono akona dominion. Hiyo mikono yako imebeba mamlaka, hiyo mikono yako imebeba dominion. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba mikono ndio inaasha in utajiri. Ndio maana maandiko yanasema he will bless the work of your hands. Hii ni kumaanisha kwamba mikono ndio njia ya kuleta utajiri kwa maisha ya mtu. Wacha nikuambie usiku wa leo, anasema Bwana ya kwamba mkono wako usiondoke juu yangu. Hii ni kumaanisha alikuwa anaelewa katika mkono ndio mambo yote yanakuwa ushered. Mikononi, all things are ushered by hands. Utajiri unaanzia kwa mikono. Ndio maana Mungu amesema utajiri wote. Onogonotoganakaniwa ukowe MC ni kuongea unaongeanga. Lakini utajiri ukishaingia tusemangi ya kwamba ni hard work ya mdomo. We say it's a hard work. Hard work kusema kazi ya mikono. Lakini wakati mwingi ni kwamba utumii mikono, unatumia mdomo. But the mouth does not usher riches.
Riches are ushered by hands, because kile unacholipo lazima kipita kwa mikono ndio kiingie. Nimekuja kutangaza usiku wa leo ya kwamba Mungu atakapokufanikisha, Mungu atakapokupanua, Mungu atakapokupa jina jipya, Mungu atakapokupeleka kiwango kingine, mkono wake usiondoke juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu ukiwa pamoja na wewe, hata kubariki na mali ianze kupotelea hospitali, hata kubariki na mali uanze kuishi kwa mahakama ukifanya kesi, utabarikiwa. Mkono wa Mungu ukiwa juu yako, hautapata mali kisha ukufe uache watoto wako. Nimekuja kutangaza usiku wa leo ya kwamba may the hand of God never depart from your life in the mighty name of Jesus. This is prayer number 4 about Jabez that he prayed, ya kwamba Mungu usiondoe mkono wako juu ya maisha yangu. Natangaza usiku wa leo, may God protect you, may God fight your battles, may God give you peace, may God surround you in the name of Jesus. Mkono wake usiondoke juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus, ya kwamba Bwana mkono wako usiondoke juu yangu. Hilo ni ombi la 4. Ombi la mwisho kabisa anasema that you would keep me from evil, that I may not cause pain. Hapa ni mama mawili ameshikanisha ya kwamba that you would keep me, ya kwamba unidumishe, that you would keep me from evil, unitenganishe. Na ndio maana Yesu anatitia, anasema ya kwamba tumwambie Bwana ya kwamba usitutie majaribuni. Sasa huyu pia anasema Bwana usitutie majaribuni. This is the prayer of Jabez. My Father, that you shall not lead me into temptation. You know, there's some people who feel they are very strong, but let me tell you, there is no man that is strong enough to endure the temptation unless you are helped by the Holy Spirit. Sasa kwa sababu alikuwa anajielewa, anaambia Mungu ya kwamba Bwana uniepushe na majaribu, uniepushe na mambo yale yanaweza yakaniondoa katika mapenzi yako, katika makusudi yako, na katika jina la Yesu natangaza ya kwamba Bwana asikubali uingie katika majaribu. This is the prayer of Jabez, that you may not lead me into evil ways, into temptation, but you shall deliver me. May God deliver you tonight in the mighty name of Jesus. Kila majaribu ambaye anaachiwa kinyume na maisha yako, ya kuangusha, ya kuletea aibu, natangaza usiku wa leo wewe hautaingia kwa aibu, because God is together with you in the name of Jesus Christ. That's number 5. Ya kwamba my Father, you would keep me from evil. Alafu anasema that I may not cause pain. Unajua wakati unajaribiwa ni sana ku cause pain to the other people. When you are tempted, it's very easy for you to cause pain to other people. When you are offended, it's very easy for you to offend other people. When you are rejected, it's very easy for you to reject other people. Sasa nasema, Mungu usiniingize katika majaribu, na usinifanye niwe na uchungu, so that I may cause pain to the other people. May it be your prayer in the name of Jesus, ya kwamba Mungu asikubali uingie katika majaribu, na asifanye usababishe uchungu kwa wengine kwa jina la Yesu. Na kwa hivyo kupitia haya mambo matano, ninataka kuamini ya kwamba mambo haya matano yanaweza yakakusaidia kuomba kama Jabezu. Na maandiko yanasema verses number 10 in my Bible inasema ya kwamba and God, verses number 10 hapa mwisho inasema ya kwamba and God granted him that which he requested. May God grant to your prayer in the mighty name of Jesus. You know, granted, grant. Sijui kama unaelewa grant ni nini wewe. Grant ni kujibiwa, lakini grant ni kusema it came as a package. Nadhani moyo na games ambazo zinaitangwa wanazita ya kwamba they are granting someone a gift. A gift is a package. Kama wanakupea unasikianga ukikula gari na kupatia kitu fulani na fulani na fulani. Sasa maandiko yanasema and it was granted. Hili kusema ya kwamba all the prayer that he prayed was answered. God did not answer one prayer. Hakujibu ombi la jina, akambariki tu jina, alafu kisha mambo mengine yakaendelea. No, maandiko yanasema ya kwamba and God granted as he prayed. So ni kumaanisha jina likabadilishwa, ni kumaanisha baraka akazipokea, ni kumaanisha kwamba enlargement, Mungu akampanulia the boundaries, mipaka yake ikapanuka. Ni kusema ya kwamba the hand of God was upon the life of Jabez. Number 5 ni kusema ya kwamba God protected him from evil. He protected him from temptation so that he could not cause pain to the other people. I have come to speak to you tonight. Ni kuambia kwamba may your prayer be granted in the mighty name of Jesus. There is God who can answer your prayer as a package. You know, a package is not a divided prayer. There's a divided prayer and there is a package prayer. Yani, unaombea watoto, at the same time unaombea kazi, at the same time unaombea mzee. That's not that's a package prayer. Because you are praying for 4 things at a time.
or you are praying for 5 things at a time, that's a package prayer. But there is a divided prayer. Divided prayer niyo tunasemanga, we are dealing with one giant of life. When you pray for one particular thing, that's a divided prayer. Ni ombi a specific prayer. Ya kwamba nahitaji Mungu alibariki na mume, nahitaji Mungu alibariki na mke. That's one prayer. But there's a package that you can pray, and when it's granted unto you, granted inamaanisha it's not a divided, it's a full package. It's a full package of prayer that God is saying, I will answer as a whole prayer. So this man was answered as a package. I have come to declare tonight in the name of Jesus. May God answer your prayers as a package. May God answer your prayers as a package in the mighty name of Jesus. As I conclude, ningependa uweze kumwambia Mungu, Bwana, nibadilishie jina langu. Nibadilishie jina langu ni uchungu. Jina langu ni aibu. Jina langu ni kudharauliwa. Jina langu ni kuchukiwa. Oh my Father, may you change my name. That's a good prayer. Nimekwambia Mungu alibadilishia watu wengi majina. Nimekwambia alibadilishia Ibrahim, alikuwa anaitwa Abraham. Maandiko yanasema akaitwa Ibrahim. Akabadilishia Sarai wakati hakuwa na mtoto. You know Abraham ilikuwa inamaanisha barren man. A man with no child. A childless man. That was Abraham. But when God blessed him, akajua anataka kumfanya a father of many nations. Maandiko yanasema akamchange from Abraham to Ibrahim. Akaondoa Sarah from Sarai to Sarah. Akaondoa mtu anaitangwa Saul, akambadilisha kaanza kuitwa Saul, akaanza kuitwa Paul. Why? Because there is a transformation that had come to his life. I have come to speak to you tonight and tell you your name can be changed. Jina lako linaweza likabadilishwa. Haijalishi unaitwa aje na watu wale mnakaa na wao. Haijalishi unaitwaje kwa hiyo ploti. Haijalishi uliitwaje na mama yako alipokuzaa. Pengine ulifanya ende bedrest. Pengine ulipokuwa mama yako amekubeba alifukuzwa na baba kwa sababu ulipatikana mistaken au huko unatarajiwa. Alikuwa ameambiwa usipate mtoto hiyo season, lakini bahati mbaya ama njema ukapatikana. Sasa pengine in your family kukakuwa na struggle and a great battle. Mama yako akikuangalia anakumbuka aibu. Anakumbuka dhihaka. I have come to tell you tonight, there is God who changes names. Kuna Mungu badilisha majina. May God change your name tonight. May God change your name tonight in the name of Jesus. Kuna Mungu upanua mipaka. Kuna Mungu ambaye huinua watu. Kuna Mungu ambaye huweka mkono wake juu ya watu wake. I declare tonight in the name of Jesus. Bwana, fungua watu wako. Natangaza mfalme ya kwamba utabariki watu hapa. Kuna wamama unainua, kuna wazee unabariki. Natangaza jina jipya ndani ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ambayo inakuzuilia, kila roho inaopingana na wewe, natangaza usiku wa leo, may God grant as you have prayed. May God grant your prayer. May God answer your prayer in the mighty name of Jesus. I declare that you are blessed. I declare that you are highly favored. I declare that you are highly protected in the mighty name of Jesus. No matter what you are going through, I have come to declare tonight in the name of Jesus. May God remember you. May God heal your problems. May God heal your life. May God give you a name in the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Bwana wa milele, ni asante na kushukuru usiku wa leo. Ni asante kwa wale wamenitazama. Ni asante kwa wale watatazama baadaye. I declare, my Father, ya kwamba neno hili liwasaidie kuomba. That their eyes will be opened. They will be able to pray according to your will. I declare tonight in the name of Jesus, ya kwamba as Jabez prayed, Jehovah, and you answered, you are going to answer the prayer of these people. In the mighty name of Jesus. I thank you and I glorify your name. In Jesus' mighty name, I pray and I believe. Amen. Amen. May God bless you. May God do you good. Naona nimsidogo umesema amen. Bwana akubariki. Stemwa, nimekuona. Grace Hadasa, nimekuona. May God bless you, Grace Hadasa. You are a great person, great woman of God. I appreciate you in the name of Jesus. Asanteni sana. I can see some friends ambao wananitazama. I can see Cecilia. May God bless you. I can see Shiko Parks. I can see Joan. May God bless you. Mungu awabariki sana na watende mema in the name of Jesus. Bwana watende mema na kutakia usiku mwema na uombe ombi hili la Jabezu na likufanyie kazi kwa jina la Yesu. May God grant you as you have prayed. In Jesus' name. Amen. Kiratiko kia omore Tama iradi munyo ya todo kai adoraga do amwe Nimodanya maono
May God bless you. Bwana kufanya mema kwa jina la Yesu. Amen in Jesus name. Amen, 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 amen.